Bana, karibu tena katika mzigo unaitwa The Affairs. The Affairs ni moja kati ya movie ambayo imeaktiwa huko Lagos, Nigeria. Na huko ndani kuna mwanadada anaitwa Ruti ambaye ndio huyo alivaa nguo ya njano, lakini pia movie yetu ikiwa inaanza kabisa walikuwa wanasali. Yaani ni ile jumuiya ambayo ni wakina mama wanaenda katika nyumba wakiwa wanaomba mara kwa mara. Ni zile sala ambazo ni za jioni, mchana na wakati mwingine. Yaani zile sala za nyumba kwa nyumba. Sasa katika siku ya leo walikuwa wamefika katika nyumba ya kwake Rosie, ambaye basi Rosie huyu ndio amevaa kitambaa cha njano. Sasa katika nyumba hiyo walipokuwa wanafanya maombi, baada ya kumaliza kufanya sala, basi kilichofuata ni kwamba Rosie alikuwa anatamani kuwapa angalau juisi, lakini kiongozi wao akawa kama vile hataki kitendo hicho kiweze kufanyika. Ndio maana basi alikuwa anamwambia, simama, wewe simama, usikai, tunatakiwa tuondoke tuende tena nyumba nyingine. Lakini kwa jinsi ambavyo walikuwepo wana njaa, kila mmoja alikuwepo anahitaji angalau apate chochote kitu. Rosie basi akaambia basi mmoja wao ambao ni mmoja kati ya wale ambao walikuwepo wamekuja pale kwa ajili ya sala, angalau basi amfuate ili aende kuchukua juisi hiyo aweze kuwapa. Sasa katika siku moja ambayo Rosie alikuwa amefika basi katika eneo lake ambalo alikuwa ameenda kufanya shopping kidogo, bahati mbaya gari lake likawa linazingua. Akawa haelewi nini cha kufanya. Kama unavyojua kina mama kwenye swala zima la masuala ya electronics kuaga hawajui sana. Yaani kwa namna moja au nyingine hawako vizuri katika eneo hilo. Sasa akawa anampigia fundi wake. Kwa bahati nzuri au bahati mbaya anatokea kijana mmoja handsome boy. Hapa wanamuita Pascal. Kijana huyu katika movie hii ameact kama vile playboy, na humu ndani amewa blackmail wanamama kinamna fulani. Sasa kijana huyu akaenda kucheki tu pale sehemu ya battery, na akawa anajaribu kumwambia mwanadada huyu ambaye ni mshangazi Rosie kwamba angalau arudi kwenye gari aweze kustart gari hilo. Sasa yeye ni kwamba walienda kutikisa zile nyaya ambazo ziko katika battery zilikopo zina kutu kidogo. Kwa hiyo walivyoasha, mwisho wa siku akamwambia kwamba kama litazingua tena gari basi amshtue, na wakapeana pale namba. Ila Rosie kulingana na ukarimu ambao alikuwa amefundishwa, basi akawa angalau basi kidogo anataka ampatie chochote kitu, ila mwamba katika jambo hili akawa kidogo hahitaji chochote kitu. Yaani akatengeneza yale mazingira kwamba asionekane kwamba ni mtu ambaye mwenye njaa, aonekane ni mtu ambaye alikuwepo hahitaji fedha hiyo. Na mwisho wa siku mambo yakaenda kama kawaida. Rosie alifanikiwa kufika katika nyumba yake, na alipofika katika nyumba yake basi kile ambacho aliweza basi kukifanya, alijaribu kuongea na mume wake, na baada ya muda mfupi mume wake akamwambia kwamba niko busy na kazi, nitakucheki baadaye. Sasa hapa Rosie ndipo alipoamua kuandika message, kwa sababu Yesu ndo alipewa namba na Pascal ili endapo kama gari litazingua basi amtafute Pascal. Akamwandikia Pascal kwamba thank you for help, I was able to get you home without the car stopping, God bless. Yaani amemshukuru kwamba ninashukuru kwa msaada wako, lakini pia nilifanikiwa kufika nyumbani bila changamoto ya aina yoyote, Mwenyezi Mungu aweze kukubariki. Sasa baada ya muda kidogo ghafla tu mume wake akaweza kurudi ghafla, na tukio ambalo alikuwa haja expect kwa sababu aliongea kwenye simu, lakini hakuweza kumwambia the last day, hakuweza kumwambia kwamba the next day kwamba siku inayofuata nitakuja nyumbani. Sasa siku aliyokuja pale nyumbani, mke wake alikuwa na bashasha sana. Yaani ni kwamba mwanaume yuko busy na kazi sana. Amekuja tu pale akamwambia, "Wewe mbona ukuniambia kwamba unakuja?" Mume wake akamwambia kwamba nilisahau document, na nafikiri documents zenyewe ndio hizi hapa. Kwa hiyo mke wake akamwambia, "Kwa hiyo unaondoka?" Basi mume wake akamwambia, "Ndio, ninaondoka." Mke wake anamwambia kwamba Rosie huyu anaambia kwamba nimekumisi sana na nilitamani angalau basi ungebaki nyumbani kidogo kwa muda. Lakini mume wake kwa jinsi ambavyo alikuwa ana haraka, basi akamwambia kwamba pia ninaondoka kwa sababu mambo ambayo niko nayo huko yananisubiri. Akambusu kisha akakamata barabara na kuondoka. Mwanamke huyu anasumbuliwa na changamoto ya kwamba mume wake yuko busy, kwa hiyo kuna mambo ambayo hayapati. Sasa hapa kuna rafiki yake ambaye ni muuzaji pia wa nguo. Huyu anaitwa Obula, ambaye basi mwanamama huyu katika movie hii hapo hivi alikuwa anajaribu kwenda kumchangamsha mwanamke wake, rafiki yake huyu ambaye basi kwa mara nyingi zaidi anakuaga naye nyumbani. Sasa Rosie mara nyingi anakuaga yuko bwadi. Sasa mwanamke huyu ambaye anaitwa Obula alikuwa anamwambia kwamba naona kama una glow, anamwambia Oremi. Sasa kuna namna kabisa kwamba alipokuwa anajaribu kuimba naye pale na kumwambia, basi akamwambia kwamba mume wangu alikuja jana na mwisho wa siku ameondoka tena muda huo. Sasa mwanamke huyu akamwambia kwamba inakuaje mume wako tena anakuja na kuondoka na ukamwacha kweli akaondoka? Ni vitu vya ajabu hivi. Yaani mume wako anaingia ndani ya nyumba na mwisho na baada ya hapo anaondoka.
bila kufanya jambo lolote lile. Kwa hiyo hakuoni kwamba wewe unamisi, hakuoni kwamba wewe hapo kuna vitu ambavyo unavikosa. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa anajaribu sasa kumshawishi mwanamke huyu atafute namna ambayo kumconvince mume wake angalau basi awe anakaa naye mara kwa mara katika masuala ambayo ni ya kifamilia, angalau basi wafanye tendo la ndoa. Sasa kwa bahati nzuri akawa amekuja pia pale na bidhaa zake, nguo, akamwambia bwana, nimeleta kile ambacho wewe unakipendaga, I know what you like, I know hii hapa ni nzuri. Kuna namna kama vile alikuwa anajaribu kusifia nguo zake, akamwambia kwamba ukivaa hiyo unang'aa na unapendeza. Kwa hiyo mwanamke huyu ni kama vile anajaribu pia kutangaza biashara yake, kwa sababu anajua kwamba Rozi ni mwanamke ambaye ana hela, ila Rozi kwa namna ambavyo alikuwa na stress, hata nguo kuna muda sana alikuwa aoni kama thamani yake iko vipi. Sasa siku iliyofuata, kwa bahati nzuri au mbaya, Rozi hakuwepo nyumbani. Sasa wale wakina mama ambao wanapitaga kwa ajili ya kusali nyumba kwa nyumba, yani wanazunguka nyumba zote, bana hawa ni wakuda kinoma. Sasa mfanyakazi wake Rozi akawaletea juisi. Sasa alipowaletea juisi akawamiminia kwenye glasi, kisha yule mmoja kati ya wapambe wa bi mkubwa ambaye ndio kiongozi wao katika swala zima la sala za nyumba kwa nyumba akaichukua juisi ile. Si nimekuambia kwamba hapa ni wakuda na wana njaa, ndio maana wanazunguka katika nyumba kwa nyumba angalau kwa siku nzima wapite katika nyumba wapate chochote kitu kisha siku iishe. Kwa hiyo ndo kazi yao, wanaishi kupitia mfumo huo. Wanakula nyumba moja asubuhi, nyumba ya pili mchana, nyumba ya tatu jioni. Kwa hiyo katika nyumba zote ambazo watakazozitembelea za matajiri hawatakosa chakula. Kwa hiyo ndo mchezo wao. Sasa huyu mama ambaye ndo kiongozi akawa anamkanya, amechukua juisi katika hali ya njaa sana, yani akaichukua akaanza kuibugia haraka kwa akawa kama vile anamkoromea. Kwa mfanyakazi akaanza kushangaa, vipi tena, mbona wanagombezana? Kwa hiyo akauliza, vipi Rozi yupo? Sasa Rozi huaga anawapaga chochote kitu, yani swala zima la kifedha. Wakamwambia kwamba hayupo, lakini pia changamoto tuliyokuja nayo ilikuwa ni changamoto ya kuonana naye ana kwa ana. Anasema kwamba ni face to face problem, yani tatizo ambalo labda tuongee ana kwa ana. Kwa hiyo wakawa kama vile wamefeli katika jambo hili. Kwa hiyo wamefika nyumbani tukanya juisi kisha wakaondoka zao. Sasa mfanyakazi kwake ikawa kama vile ni surprise, kwa sababu hakuwahi kuhudumia hapo awali, yani hakuwahi kupata angalau ile hali ya kuongea nao mara kwa mara. Sasa siku hii ya leo ni siku ambayo Rozi alikuwepo anatamani basi mfanyakazi wake amfanyie maandalizi ya birthday yake ambayo inakuja. Kwa mfanyakazi pia alikuwa yuko busy sana, na Rozi naye alikuwa anajitahidi sana kuwa busy. Lakini sasa yule kijana ambaye alimsaidia ambaye anaitwa Pascal ni kijana ambaye alimsaidia katika swala zima la gari lake lilivyokuwa limepata changamoto. Pascal akawa sana anajaribu kutengeneza attention kwa mwanamke huyu, akawa anamwambia kwamba samahani sana sikuweza kujibu message yako siku ile ambayo uliweza kunitumia message yako ya shukrani. Kwa hiyo Madam Rozi yeye akawa anamwambia kwamba ni kitu cha kawaida tu, lakini nilifika nyumbani na ninashukuru sana. Pascal ambaye ndio mwanaume huyu hapa hivi ensamboy tu, sasa yeye akawa anajaribu kurusha karata kwa mama huyu. Yani akaanza kumwambia kwamba wewe ni mwanamke mzuri sana na nimefurahi sana kukutana na wewe siku ile. Sasa kwa bahati mbaya Rozi akamwambia kwamba hebu kuwa na heshima kidogo, kwa sababu sawa umeweza basi kunisaidia, lakini sio kama ni sababu ya wewe hapo kwanza basi kunitongoza. Kutumia hekima nzuri sana katika maisha yako kuliko kunifanyia vitendo vya namna hiyo. Pascal yeye anajaribu kurusha karata kwa sababu anajua huyu ni mshangazi, pesa anayo, kwa hiyo anatumia njia hiyo angalau apate pesa. Kwa hiyo Rozi akamchomolea na akamwambia kwamba huwezi kufanya vitendo vya namna hiyo kwangu mimi nakuheshimu sana. Asa ghafla siku iliyofuata mtu wa delivery, yani nikiona maana kwamba wale watu wanaotumwaga kupeleka vitu sehemu na sehemu, sasa akawa amegonga mlango na kisha basi mfanyakazi ndiye aliyetoka nje. Mfanyakazi alipotoka nje basi kuna maua ambayo aliweza kupewa pamoja na barua mbalimbali, kisha akaambiwa asaini. Baada ya kusaini akaingia navyo ndani. Alipoingia navyo ndani basi akaambia kwamba kuna mzigo wako hapa madam. Akamwambia Madam Rozi. Madam Rozi akapokea maua yale, kisha akaanza kukagua huko ndani nini ambacho kipo. Sasa mwisho wa siku akaja akaona maneno ya ajabu kwamba ninakupenda sana mwanamke mzuri, you are so beautiful, nimependa sana kuona tabasamu lako, kuanzia nikuone sijawahi kulala tena, yours Pascal, ni wa kwako Pascal. Sasa Pascal bado anazidi kuinsist kile ambacho anakitaka. Kwa hiyo mwanamama huyu alichukia sana, akasema ujinga gani huo, akapeleka maua yale, sio alienda kuyachoma, sio aliweka wapi. Kisha the next day, yani siku ambayo imefuata, kaja rafiki yake mmoja ambaye basi ndio yule ambaye nimekwambia kwamba anaitwa Ubula. Ubula ni mmoja kati ya mwanamama ambaye
ipo karibu sana na Rose. Sasa mwanamama huyu akaja akawa anamuuliza Rose, nini ambacho kinakupa stress? Mbona kama vile kuna kitu ambacho kiko sawa? Rose akaambia kwamba kuna mambo mengi ambayo nimekutana nayo, lakini kwa sasa sijui hata niseme nini. Anaweza kwamba nini hicho? Nini ambacho kinakupa stress? Sasa akamwambia kwamba kuna kitu ambacho nimekuja nacho pia hapo getini, kuna mtu ambaye ameanza basi kunipa niweze basi nikuletee, na mzigo huu natamani basi ni uone, kwa sababu kijana mmoja hivi ambaye amefanikisha. Sasa mwanangu, huwezi kuamini, baada ya kutoa kuna night dress, baada ya kutoa night dress akatoa tena kibikini ambacho mwanangu huyo Bula, mwanamama huyo hapo ni mcheshi sana, pia ni muuzaji wa nguo. Kwa hiyo akawa anakipenda na kisifia, unaona ni kizuri hivi, sijawahi kuamini vitu kama hivi ni vizuri hivi, lakini sijawahi kuwaza kama mume wako yuko so romantic kiasi hichi. Sasa Rose akasema kwamba sio mume wangu, na wala mume wangu hajawahi kuoda vitu vya namna hii. Kwa hiyo yule kijana pale nje ni nani? Akasema kwamba yule ndio aliyefanya kitu cha namna hii, yule ndio aliyefanya order hizi. Sasa kisha akatoa tena mzigo mwingine, yani akakifurushi kingine. Kulikuwa kuna maneno tena, Pascal amemsifia kinoma, yani amesifia ile kinoma. Kisha Rose akaambia kwamba toa vitu hivi hapo kwangu, sitaki tena kuviona na wala usijaribu tena kuja kuniletea vitu hivi. Kama nilivyokuambia, mwanadada huyu ambaye ni Rose waga anashiriki katika sala zile za nyumba kwa nyumba pamoja na wale wa kina mama. Kwa hiyo ni kama vile mwanamke ambaye ameokoka. Kwa hiyo Rose akachukulia vitu hivi kama vile ni ushetani kwa mara hii hapa ya kwanza. Sasa Obula yeye akasema kwamba unahakika kwamba vitu hivi pale vichukue? Obula yeye akavipaki pembeni, kisha muda ukafika akasepa navyo. Pascal huwezi kuamini ya kuishia hapo. Rose akawa anamuuliza, hivi wewe una shida gani na mimi? Na imekuwa kwaje mpaka ukaja basi kujua address, yani mahali ambapo mimi hapa ninaishi? Sasa ndo akamuelezea, akamwambia kwamba siku ile ambako basi nimeanza kukusaidia, nilimwagiza bodaboda mmoja akakufuatilia, na nilipokufuatilia basi akanipa historia nzima ya eneo unaloishi, na hapo basi ndipo ambapo basi nikajua address yako. Kuhusu hayo maua ambayo unaona basi ninakuletea, kwa sababu yule bodaboda aliweza basi kugundua address yako. Sasa wakati huo, wakati anaongea na simu, gari la mume wake basi likawa linaingia, kwa sababu Pascal alikuwa nje ya nyumba, yani amepaki gari lake kwa nje kidogo, na hapo basi akawa ghafla mume wake naye akawa ameingia. Mume wake alivyoingia, mke wake akashangaa. Rose anaanza kujiuliza, imekuwa kwaje mume wake amerudi ghafla hivi? Kuna mambo ya ghafla sana. Sasa mume wake ni mtu ambaye yuko busy sana. Sasa mke wake akaenda kitandani, akamkuta mume wake amepause pale kidogo, kisha alikuwa anafanya kazi kidogo katika laptop, kama vile alikuwa ana upgrade vitu ambavyo ni vyoko kazini kwao. Sasa mume wake anamsifia mke wake kwamba unanukia vizuri, mke wake anajibebisha pale, lakini mume wake ndo kwanza wala hata amwangalie, yuko busy na kazi. Yani anatafuta namna yote mume wake basi waliamshe dude, lakini bado mume wake yuko busy, anamwambia please, swala la kazi ni la muhimu sana. Basi Rose akajilaza pembeni, akaambia kwamba sawa, usiku mwema. Sijui tena wanawake wanavyojua tena kuringa. Akaambia bana sawa, usiku mwema. Mume wake akagundua kwamba mke wake kwamba amechukia. Kwa hiyo akaweka PC pembeni, akaanza tena kumbembeleza. Kwa mke akamwambia, kwa nataka basi mimi hapa niombe hiyo kitu fanya namna bana tulirushe. Sasa wakati wanaanza tu, yani wanaanza tangalau basi kukisikisi, ghafla simu tena mume wake ikaita. Simu ilivyoita tena pale ilikuwa tena ni kuhusu huko kazini kwao. Akaambia kwamba hivi kesho mapema kabisa unapaswa tena usafiri uende sehemu fulani, na kwanza kabisa hizo kazi ambazo unatakiwa kufanya sasa hivi inabidi basi unitumie usiku huu. Mwamba akasema sawa kabisa, sawa nakutumia mkuu sasa hivi, sawa nazimalizia hapa sasa hivi nakutumia. Kwa hiyo mwanangu akaahirisha swala zima la mchekecho, mume wake tena akarudi tena katika kazi. Mke wake alichoka. Sasa siku iliyofuata walikuja wale watu wa maombi, kwa wakaongea tena pale, wakawa sawa wanajaribu basi kugusia masuala yao ya sala, lakini bado wakamaliza siku yao, hawakupewa kitu siku hiyo, wakasepa. Ila Rose alikuwa amegundua kwamba hata siku ya leo hawakuwa treat vizuri. Kitu ambacho ni kizuri zaidi, basi Obula yeye alikuwa anajaribu kumuinsist Rose, kwa sababu ni rafiki yake, kwamba angalie mahali ambako anapata furaha na wala sio sehemu ambayo moyo wake hauna furaha. Kwa hiyo alikuwa anajaribu basi kumshawishi kama kuna sehemu ambayo anaona kwamba kuna furaha, basi akaifuate huko. Kwa hiyo ni kama vile alikuwa ampiga teke chura, kwamba angalau ampe nafasi huyu akibenteni, basi afanye namna. Kibenteni mwanangu akapewa nafasi siku moja. I say alijielezea, akaongelea swala zima
la kumtamani mwanamke huyo. Wewe ni mzuri, ni mwanamama ambaye tangu siku ya kwanza nimekuona nimetamani sana kuwa na wewe. Kisha baada ya hapo akamkisi katika mkono. Hapo akajidai kama vile amefanya kitendo cha ajabu. Ghafla akasepa. Kumbe mwanangu Rozi, unajua tena zilikuwa ziko juu, zilikuwa ni za kizaazaa. Sasa siku iliyofuata wakaja tena yule mama ambaye ni swala zima kwake ni maombi. Akamwambia kwamba leo bwana, mimi nimekuota ni mtu ambaye unazama katika shimo leusi, na katika ndoto yangu ulikuwa unazama. Yaani nilikuwa nashindwa kuelewa kwa nini unazama kwenda mbali kiasi hicho. Na nikamwambia Mungu, nipe nafasi ya kwenda kumkomboa mwanamke wako Rozi. Sasa hivi nimekuja hapa kwa ajili ya kukomboa. Rozi akaenda kumletea juisi kidogo kwa ajili ya kile kitu ambacho ngoja basi kumwambia pale nyumbani. Kwa kama vile alikuwa wanakuja pale kula na kuondoka. Piga story 2-3 wanakula na kuondoka. Rozi akajaribu kuongea na Azizi wake ambaye basi ni nani? Mr. ambaye basi hapo yuko busy sana na kazi. Lakini hapo hivi this time around ilikuwa ni siku ambayo ni ya birthday yake. Sasa akamwambia mume wake kwamba basi atakuja, na akija basi atafanya utaratibu wa kupanda ndege na kurudi siku hiyo baada ya hiyo party. Sasa mfanyakazi alikuwa anaandaa vitu. Rose akamwambia basi andaa vitu kidogo, usiweke chumvi nyingi, mume wangu apendagi chumvi. Sasa ghafla mlangoni tena pakaja tena maua mengine haya hapa hivi ameleta Pascal basi amemletea maua mazuri, akamletea vitu fulani, kisha akapiga simu hapo akamtakia Elias sikukuu ya kuzaliwa. Na baada ya hapo mwanamama huyu sasa hivi alikuwa akatai, akamwambia kwamba ninashukuru sana, nimevipenda vitu vyako uliponiletea, na akawa basi anatabasamu sana pale ambapo anaviona. Kisha aliporudi sasa chumani kwake kule hivi anajaribu sasa kumpigia mume wake, kwa sababu ameshaandaa pale na dress fulani. Mume wake akija walirushe, lakini mume wake huwezi amini au koti simu siku yake ya kuzaliwa, au koti simu. Sasa mwisho wa siku akamtumia voice call, akamtumia voice WhatsApp, akaambia kwamba nitakupigia, nipo bado site, nitakupigia. Sasa mfanyakazi anakuja, mwanangu huwezi amini, mwanamama Rozi amechoka kinoma na wala hataki atakula hicho chakula mfanyakazi alichokipika. Akaambia kwamba hivi, chukua vitu vyako nenda nyumbani, wala hata sasa hivi mimi sihitaji kula. Siku iliyofuata akaja rafiki yake Obula, ambaye mwanamama huyu hapa hivi ndio yule ambaye alimshauri, akamwambia kwamba kama basi unaona kabisa kwamba happiness, yani furaha ipo kwa yule kijana mdogo, basi mpe nafasi. Ukishampa nafasi alafu uone wewe na moyo wako kwamba mambo yanaendaje. Sasa kwa namna moja au nyingine, kama vile alikopa ameshampa nafasi kwamba yule Pascal basi aingie ndani ya moyo wake. Sasa hapa akaanza kumwambia kwamba kama mwanaume mwenyewe ndio huyo hapa, hakuzingatii, ajali, wala hata azingatii maisha yako wewe, basi fanya hivi, kama mahali ambako wewe unazidi basi kuona furaha, utazidi kugrow, utazidi kung'aa. Sasa mwanangu akatoka out kati ya Pascal pamoja na Rose. Pascal na Rose walipotoka out, siku hii ilikuwa ni siku ya tofauti kidogo. Pascal alimchekesha kinoma, alimchekesha mwanamama, mwanangu huwezi amini. Bidada mwisho wa siku mshangazi ukaombwa kisi, Pascal akamkisi. Hapa ndipo bidada alipochanganyikiwa zaidi, akaona kama vile Pascal ndio mtu ambaye ni sahihi. Sasa mume wake kumbe mwanangu alikuwa amerudi nyumbani usiku huo, ghafla tu akawa anaangalia saa mechi. Mwanamama anarudi mwanangu. Ilimshuka, alikuwa amepagawa kabisa pale. Kumbe alirudi, mume wake anamkumbatia kwa wenge kinoma. Lakini pisi mwanangu huwezi kuamini, haina hata vibe, kwa sababu imeshatoka kwa muuni kule ameshapunguza, na akishapunguza unafikiri nini ambacho kinafuata? Huko hivi inashindwa kupanda tena. Kwa hiyo muuni huko hivi ambaye ndio mume wake kamili anajaribu tu kumbembeleza kwamba samahani, nimeshindwa kabisa basi kuja kwenye party yako, birthday yako, lakini nimejaribu katika siku ya leo, basi angalau nije basi nikutane na wewe. Mke wangu nakupenda sana, na wewe basi ndio mwanamke ambaye ninakujali, sema chochote kile ambacho unakitaka. Mwanamke akaona sitaki chochote, wewe endelea kuangalia movie, wewe endelea kuangalia mpira wako huko. Mwanaume hata unafikiri hata anajali kwamba okay sawa, mimi niendelee kuangalia mechi. Kweli akaangalia mechi, wala hata kwenda kumbembeleza mke wake hakujali hicho. Sasa mwanamke mwanangu alipoingia ndani kule ndani, ilikuwa anachati sasa na Pascal ambaye ndio yule kibenteni. Pascal anakuambia kwamba nimekukumbuka sana, anatamani tena nikuone tena face to face, na sauti yako ni nzuri sana, napenda nisikie pale unavyoongea mbele yangu. Sasa mwisho wa siku wakawa wameplan sasa angalau wakutane nyumbani, yani wakutane na Pascal katika sehemu moja ambayo ni nyumbani kwao. Pascal sasa alipofika nyumbani akamkaribisha,
Alimkaribisha nyumbani pale, akamwambia mimi naishi hapa na mjomba wangu, lakini pia mjomba wangu ni mmoja kati ya mtu ambaye natamani sana basi kwa namna moja au nyingine na mimi hapa siku moja nije kwa basi na nyumba yangu. Sasa Pascal akamtreat vizuri siku ya kwanza, kafika pale, na baada ya hapo akamwambia kwamba mimi nitakusupport, utapata angalau kitu kidogo. Huku nyumbani huwezi kuamini, mume wake wakaja wale watu ambao ni wapambe, wanasaligi nyumba kwa nyumba, wanazunguka, unaweza ukashangaa ametoka na wameingia siku hiyo. Wakaja pale wakawa wanajaribu sasa kumwambia mume wake kwamba sijamuona Sister Rose kanisani, ndio maana basi na Stephen tumekuja. Ghafla Sister Rose naye akaja, kwa sababu mume wake alikuwa ashaanza kuulizia. Kwa hiyo mke wangu hajaja kanisani kabisa leo. Ghafla mke wake mwanangu akaingia. Alipoingia pale ikawa sana story nyingine, kwa sababu mke wake akaanza kumwambia kwamba tumshukuru Mungu aliye juu, thank you Master Jesus, siku ya leo ajali imetokea jamani, tairi langu moja limetoka nje. Ghafla baada ya tairi hilo kutoka, kilichofuata ni Mungu mwenyewe ndio anajua. Asante Mungu, asante Mungu, asante Yehova. Kisha akasema jamani, naomba mimi nikapumzike, ajali ya leo imeniumiza sana. Akawaacha pale wale wafanya maombi pamoja na mume wake wanajaribu pale kuongea mawili matatu. Sasa kibaya ni kwamba mume wa Rose akawa anajaribu basi kuuliza, mnatamani kwenye hii hapa hii sala kwa nyumba niwachangishie shilingi ngapi? Hapo ndipo kizaza. Mmoja anasema naira 2,000, mwingine anasema kwamba naira 3,000. Mume akasema kwamba sijasikia vizuri. Kisha wakamalizia naira 3,000. Sasa walipotoka nje wakaanza kulaumiana, maana walinyimwa hela zote kwa sababu walionekana kwamba hawana msimamo. Kwa sababu aliuliza kwamba kwenye kikao chenu mlipodiscuss mnataka hizi sala za nyumba kwa nyumba ni shilingi ngapi? Kwa hiyo kila mmoja akawa anaongea cha kwake. Hapo ndipo basi vurugu ilipoanzia huko nje. Walaumiana kinoma, kila mmoja anamwona mwenzake kama vile kichaa. Sasa mwana mama huyu Rose yeye akiwa na mume wake, asubuhi mume wake alikuwa anatakiwa kusafiri, akamuuliza kwamba kwa hiyo utarudi lini baada ya kwenda kwenye safari hii hapo? Mume wake akamwambia bana, basi baada ya wiki moja nitakuwepo Abuja, baada ya hiyo wiki inayofuata na nitakuwepo nitarudi nyumbani. Rose akachukua muda huo, wakaenda wakakirusha yeye na Pascal. Akawa anamsifu Pascal yuko vizuri na kuambia wanaema tu ile aise, ilikuwa ni kizaza. Sasa mwanamama baada ya kuenjoy sana akaona bana bless Pascal na kifurushi cha fedha. Akampa Pascal bwana furushi kubwa la fedha pale. Pascal mwanangu yeye ni kimenteni, akamwambia bana, unajua hizi ni pesa unanipa, unajua mimi spendi pesa. Mwanamama akamwambia najua hizo ni pesa na ninakupenda sana. Sasa Obula akaja zake nyumbani. Yaani alipokuja nyumbani akamwambia una glow, yani uso wako unang'aa na una furaha sasa hivi, na ninaiona kabisa hiyo furaha na ninajua ni nini. Unajua ni nini? Haoni yule kijana mdogo, haoni yule kibenteni wako Pascal. Sio Pascal kweli? Kabla hata hajasema chochote kile, basi mlango uko umegongwa. Sasa Pascal ndo alikuwa amekuja pale. Mwanamama anambia, "Unakuja kufanyaje hapa sasa? Mume wangu kama hangekuepo, inakuaje?" Pascal anambia kwamba nilikuwa bana nimekumisi. Siku 2-3 sijakuona. Yaani nilikuwa natamani basi hata nikuone angalau. Unajua siwezi. Sasa huko ndani bidada naye akawa sasa ndo anatoka mlangoni. Akawakuta. Akaanza kusema, mbona kama hii sura ninaijua? Huyu ndio yule kibenteni wako ambaye nilimkuta pale getini siku ile akaniambia kwamba nilete vitu ndani." Akaanza kuangalia bila fikisha akasepa. Hapo ndipo basi mwanamama Rose akaambia kwamba Pascal, wewe sema mimi kama basi ni swala la hela mimi nitakutumia tu. Kwa Pascal ashajua kwamba Rose ana kibunda. Sasa siku moja Rose akawa ametembelewa tena na wale mama ambao wanakuja pale nyumbani kwa ajili ya kusali. Wakawa sawa namwambia kwamba vipi hali? Unaendeleaje? Akamwambia bana, siku hizi mimi sijielewi. Kila ninapojaribu kusali ninalala. Kila ninapojaribu kusali ninalala. Asa huyu mmoja ambaye basi ni msaidizi wa huyu mama akamwambia kwamba wewe bana una ujauzito, tena si ujauzito tu, ujauzito wa wiki moja, ndio maana unasinzia. Mwanamama anasema eti unasema una ujauzito. Huyu ambaye ndio kiongozi wa sala anajaribu kumngonga, eti unasema una ujauzito. Rose anasema mimi sina ujauzito. Mwanamama ambaye ni kiongozi wa sala anasema kwamba huyu hana bado ujauzito. Acha basi kumtabiria mwenzako vitu ambavyo havitaki. Lakini mwezi amini. Akajaribu tena kuinsist. Ni kipawa ambacho Mungu amenipa. Na Mungu amenipa kutoka mawinguni. Ninaweza kuhisi na ninaweza kuona hata kama ujauzito ni siku moja.
Asa mkuu wa sala anasema kwamba anaanza sasa na hapo kumngonga. Anamwambia tena, eti Mungu amenipa. Mungu yupi? Huyu Master Jesus akupe wewe, kwa nini asiwape watu wengine? Kwa hiyo wakawa kama vile amerusha jiwe gizani. Lakini unajua kwa sababu gani Rose alikuwa anasema kwamba hana ujauzito? Rose anasema kwamba hana ujauzito kwa sababu ya kitu kimoja. Anajua ujauzito huo sio wa mume wake. Alipoenda kweli kupima, kitu sikikanasa. Hapo ndipo akampigia Pascal. Pascal yuko kuna pesa nyingine, wanaliamsha dude, akapokea simu. Akaambia kwamba kuna kitu nataka nje, basi nikueleze. Nakuja nyumbani kwako. Kweli mwanangu. Mkuku mpaka kwa Pascal. Kwa Pascal alipofika wakakumbatiana. Lakini wezi amini akamchana Pascal ukweli kwamba kuna 1 2 3 nina ujauzito wako. Pascal alikataa. Pascal alibisha, akamwambia kwamba kwanza mimi naenda kupumzika, nenda zangu kulala. Wewe kama utabaki hapa nje, baki. Sitaki chochote kukielewa. Huyu mwanamama akatumia akili yake moja tu ambaye aliona kwamba kwake yeye hapo ni sahihi. Akaona kabisa kwamba hii mimba itaniletea shida. Akaenda kuitoa. Imemtoa mwanangu, anatembea huko ndani huko kama vile mshenzi. Yaani ameitoa kabisa. Hataki hata kuiona. Kwa hiyo mume wake alikuwa na kijana mmoja hivi anaitwa Max William. Sasa Max William alikuwa anamsifia tu, anamwambia na say, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nimeoa mwanamke ambaye ni sahihi sana. Mwanamke ambaye nilikuwa ni ndoto yangu katika maisha yangu. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye nampenda sana. Siku moja ikiwa amekaa sebleni, kwa bahati mbaya Pascal akatuma message. Akatuma message ya kwanza. Akamwambia kwamba anataka pesa. Tena sio pesa ndogo, milioni 10. Na kama asipomtumia hizo milioni 10, anavujisha video zote kwa mume wake. Hasa hapo mwanamama akaenda kukopa kwa yule rafiki yake ambaye ni Obula. Kopa milioni 2. Obula anaambia mimi na milioni 2 tu, gari yake tena. Akaipeleka tena kwa wauzaji wa magari used. Wauzaji wa magari used wakamwambiaje bana? I say ile gari ukiliuza kwa kawaida, yeye akajaribu kama vile kufanya research. Gari ile hapa ni kuanzia milioni 4 mpaka milioni 5. Yule mtu muuza magari ndo akasema hivyo. Lakini wanamama aliposema kwamba mimi ninaliuza, yule muuza magari akamwambia kwamba hii gari milioni 1.5. Hapo ndipo alipochanganyikiwa. Yaani kutoka milioni 4 mpaka milioni 1.5. Wanamama akamwambia, "Uko na akili bwana. Kwa basi mstaarabu, have sense." Lakini bado mwamba akamuuzia, akaelinunua ile gari kwa milioni 1.5. Sasa aliporudi nyumbani akamdanganya tena mume wake kwamba ile gari amevamiwa na watu, wale watu wamemuibia gari. Kumbe anakusanya pesa kwa ajili ya kumtumia Pascal. Pesa zinazidi kuwa chache, lakini sasa ndio hivyo anamtumia Pascal. Huku kwa Obula alikuwa ameshaambia kwamba Obula kwamba hivi atamtumia baada ya wiki moja tu amrudishie laki na atamuomba mume wake. Mume wake anapambana sana kwa ajili ya mke wake, lakini huwezi kuamini mwanamke huyu bado ilikuwa ni kizaza. Obula alianza kumkazia, "Sihitaji vurugu, ninahitaji pesa yangu, milioni 2 yangu, naira male milioni 2, sihitaji kitu kingine." Mwanamama haelewi hili wala lile. Pascal anakaza, Obula naye anakaza. Sasa kilichotokea ni kwamba hivi, Pascal pesa ilikuwa bado haijatimia. Kwa mwanamama alikuwa anataka mpaka kusepa kabisa ile asirudi kabisa nyumbani. Lakini akawa anafanya mpango angalau akauze hata vile nguo zake zile za gharama. Sasa siku moja walipokuja hawa watu kwa ajili ya sala zile za nyumba kwa nyumba, wakawa wanasema kwamba hawajamuona Miss Rose kanisani. Asa baada ya hapo akaingia Obula. Obula analiamsha dule hapo alipo. Anataka kujua kwamba pesa yake analipwa lini. Kisha ghafla baada ya kuuza zile nguo zake zote zile Mrs. Rose hapo hivi akarudi. Aliporudi nyumbani akataka sasa kujua kwamba hiyo milioni 2, naira milioni 2 ilikuwa kwa sababu gani. Mume wake anataka kujua, niambie naira milioni 2 zilikuwa kwa sababu gani, na nakupa pesa kila siku. Mwanamke anaanza kujielezea, "Bana, unajua hizi pesa nilikuwa nina za nini? Kwa sababu ninakupa pesa kila siku. Pesa ninakuhudumia wewe mwanamke." Mwanamke ana namna gani? Mwanaume akamkazia mke wake akamweka wazi kwamba kilichotokea ni kwamba kuna rafiki yake mmoja ambaye basi ni Pascal. Rafiki huyu ambaye ni Pascal. Sasa Pascal aliyechoma mchezo wote huyu hapa ni nani? Aliyechora mchezo wote huyu hapa ni Obula. Maana aliropoka akasema kwamba hivi, "Hiyo milioni 2 yangu najua kwamba amempa mwanaume ambaye anaitwa Pascal, na Pascal ndio huyu ambaye anahusika na masuala yote na mke wako." Hapo ndipo mke wake akaanza kujielezea, "Pascal ni nani?" Mume wake anamuuliza Pascal ni nani, naye anauliza Pascal ni nani. "Mimi simjui Pascal." Akaanza kujitetea kote kule, akaanza kusema, "Bana, Pascal mimi hapa ni rafiki yangu
na tumekuwa tukishirikiana, lakini tukafanya kitu ambacho sio kizuri. Mume wake kitu gani? Ni biashara, maana hapo kuna swala zima la pesa na mambo mengine. Ni kitu gani hicho? Ghafla si akasema kwamba tuliliamsha dude. Mume wake alikasirika kinoma. Kwanza kabisa wale wapambe wakaanza kuonyesha zile ishara kwamba maisha gani haya. Hapo Max William naye pia alikuwa pale nyumbani, naye pia akashuhudia kile kitendo na kusema kwamba wanawake si watu wazuri, wanawake si watu wa kuamini kabisa, wanawake si watu ambao basi wanaweza basi wakakufanyia kitu ambacho ni kizuri katika maisha yako. Kwa hiyo Max William jumlisha Obula, jumlisha wale wapambe walikuwa wako upande wa mzee baba. Mzee baba akaanza kulaumu kinoma. Lakini sasa Obula ghafla tena akabadilika, akamchana sasa mume wake Rose, akaambia kwamba unategemea nini? Mke wako kila siku anakuhitaji. Mke wako unarudi nyumbani haufanyi kazi yako, haufanyi tendo la ndoa, unajidai uko busy na nyumba, uko busy na pesa. Nani ambaye atamshughulikia mke wako? Ulimwoa kwa ajili ya kukaa huko ndani? Yeye ni mbwa, yeye ni mbuzi, yeye ni nani? Yeye ni mwanamke, anahitaji watoto. Angalia sasa hivi nyumba hata haina mtoto. Maana alimchana kinoma. Lakini pia kitu ambacho hatujui ni kwamba Obula pia na yeye amelala na Pascali kwa sababu alishemtongoza katika siku za nyuma, kisha wakaliamsha dude kwa sababu akaambia pia na mume wake pia, kama ulikuwa hujui, mume wake Obula yupo jeshini. Mume wake Obula anajihusisha na masuala ya jeshi, kwa ilikuwa ni kizaazaa pale ndani. Kwa hiyo yeye pamoja na Rozi wameshia mwanaume mmoja. Kosa liko wapi? Wanaume wao wako katika hali ambayo si ya kuwafanya wawe na furaha. Akamwambia kabisa mume wake Rozi kwamba mwanamke anahitaji attention, mwanamke anahitaji upendo, mwanamke anahitaji pesa. Kwa hiyo ukizingatia vitu vyote hivyo, sio pesa tu ndo kila kitu, bali hata attention pamoja na upendo vina kazi ndani yake. Bana, dondosha comment yako sana na kazi hii. Mimi sitakuwa na lazima kwa muda huu. Bye.